Nikuulize kitu kimoja. Hatua ya makundi barani Afrika, timu 16 bora za Afrika zinashiriki kukiwa kuna makundi manne ili kuweza kupata timu 8 ambazo zitakwenda robo finali. Sio kwa kudharau, sio kwa kubeza. Je, unaamini kwamba kwa muda ambao ameanza kucheza Nangu pale JKT mpaka siko Simba anatosha kwenda kuwa ni beki namba 1 klabu ya Simba katika hatua ya makundi bingwa barani Afrika? Yaani unakwenda kwenye hatua ya makundi klabu bingwa Afrika, unakwenda kucheza na mabingwa wa nchi nyingine, unakwenda kumtegemea mlinzi wako wa kati Wilson Nangu. Je, Yakubu golikipa wa Simba kwa level yake aliyokuwa nayo mpaka saizi anatosha kwenda kwa golini na kwenda kucheza Simba ili uweze kupata alama 18 katika hatua ya makundi ya michuano hii? Je, Morris Abraham anaweza akawa ndio key player wa timu katika michuano hii ya klabu barani Afrika? Katika level hii ndio unakwenda kumtegemea aweze kwenda kukupatia matokeo. Je, Salim Mwalimu anaweza kwenda kuwa ndo main striker kumtegemea kwenye kosi chako ili ukapate matokeo ya klabu barani Afrika, whether iwe nyumbani au iwe ugenini? Unaelewa? Sasa kama utapata majibu ya hayo maswali, utagundua kwamba they are not serious kwenye hii michuano, na walichukulia ile yale kwamba tuna capacity, tuna uwezo wa kupata matokeo katika uwanja Benjamin Mkapa, tumetengeneza kama ndio ngome yetu na kwa Mkapa hatoki mtu. Lakini pia tumekuwa tuna tabia ya kuingia katika hatua ya makundi na robo finali. Kwa hiyo waliingia sio kwa kufanya analysis, waliingia kwa kubebwa na experience na matokeo ya nyuma bila kujua kwamba soka la kisasa limebadilika. Kwa hiyo hiki ambacho wanachokipata ndio kitu ambacho wanastahili kukivuna kutokana na investment walichokiwekeza. End product yake ndio hii. Watu watakuwa tu wanajaribu kuzungumza maneno na nini kuweza kupamba na kulemba. Lakini Stade Malien ni timu ya kawaida ambayo Simba angekuwa katika ubora alikuwa anatakiwa kupata matokeo. Angalia nafasi ambazo anakosa Joshua Mutale. Tulikuwa tunazungumza kila siku, watu wanazungumza wanamnyoshia kidole Dube kwamba hawezi kuscore Andy Boyle, lakini Andy Boyle na Dube hawajapata nafasi za wazi kama ambazo Simba wanazipata. Unamzungumzia mtu kama Josan Soa, anapata nafasi ambazo hata Andy Boyle hajawahi kuzipata. Mzungumzie Mutale, mzungumzie Mpanzu. Ni watu ambao wanapata clear chance. Ni swala tu la kuwa na mtu ambaye ana utimamu na maamuzi ya kuweza kuscore. Hii mechi mpaka dakika 15 za kipindi cha kwanza Simba alikuwa anaongoza magoli 2 au 3, ila kwa sababu umekosa wachezaji wenye ubunifu, wenye uwezo mkubwa, wenye quality kubwa, ndio maana wanapata matokeo yao. It was a simple game kwa Simba leo hii. Stade Malien wamecheza katika kiwango kibovu, katika kiwango ambacho walikuwa kwa very disorganized. Haikuwa ni timu ambayo unaielewa kwamba ina plan gani katika mechi ya leo, wanakuja na system gani. Yaani ulikuwa huwezi kuelewa. Kuna wakati unaona nyuma wako 7, wakati unaona mbele wako 8, nyuma cha mtu mmoja. Ni timu ambayo ilikuwa imeingia kucheza wakitegemea intensity na fitness utimamu wao, kwa sababu ni vijana wanakimbia eneo kubwa, lakini maelewano kama timu hawakuwa nayo. Hawakuwa na mpango thabiti zaidi tu ya kuweza kuamini kwamba wakipokonya mpira wanatakiwa waweze kukimbia kwenye flanks, wasubiriane wakafunga. Kwa binafsi nafikiri Simba amefungwa na timu mbovu. Sasa tufanye uchambuzi baada ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kukubali kipigo cha mabao 2-1. Mambo ni mazito kweli kweli kwa Simba. Mechi zote mbili za awali ya hatua ya makundi wamekubali kipigo, si nyumbani wala si ugenini. Simba amekutwa na nini? Basi ungana nasi bwana Sako kwa Bako ili uweze kuselelea matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yoyote ile. Nikolai Chief anatuambia kwa nini Simba wamekubali kuwa mdebwedo kiasi hiki. Chief, uko vizuri? Mimi niko vizuri kabisa bwana. Simba nyumbani na ugenini wamekubali kupoteza mchezo. Nafikiri mimi kwa kweli nikasema kwamba ni business as usual. Ni biashara ya kawaida, ni kitu cha kawaida, kwa sababu toka mwanzo nilizungumza. Unapozungumzia michuano ya klabu bingwa barani Afrika, hii ni michuano mikubwa ambayo ina heshima yake na inatakiwa uwe na wachezaji ambao kwanza wana experience, lakini ambao watakuwa na uzoefu na ukomavu wa kuweza kufanya vitu ambavyo wakati mwingine vinakuwa ni nje ya plani ya mwalimu. Sasa nikuulize kitu kimoja. Hatua ya makundi barani Afrika, timu 16 bora za Afrika zinashiriki kukiwa kuna makundi manne ili kuweza kupata timu 8 ambazo zitakwenda robo finali. Sio kwa kudharau, sio kwa kubeza. Je, unaamini kwamba kwa muda ambao ameanza kucheza Nangu pale JKT mpaka siko Simba anatosha kwenda kuwa ni beki namba 1 klabu ya Simba katika hatua ya makundi bingwa barani Afrika? Yaani unakwenda kwenye hatua ya makundi klabu bingwa Afrika, unakwenda kucheza na mabingwa wa nchi nyingine, unakwenda kumtegemea mlinzi wako wa kati Wilson Nangu.
Je, Yakubu golikipa wa Simba kwa level yake aliyokuwa nayo mpaka saizi anatosha kwenda kwa golini na kwenda kuchita Simba ili iweze kupata alama 18 katika hatua ya makundi ya michuano hii? Je, Morris Abraham anaweza akawa ndio key player wa timu katika michuano hii ya klabu barani Afrika? Katika level hii ndio unakwenda kumtegemea aweze kwenda kukupatia matokeo. Je, Salim Mwalimu anaweza kwenda kuwa ndo main striker kumtegemea kwenye kosi chako ili ukapate matokeo ya klabu barani Afrika, whether iwe nyumbani au iwe ugenini? Unaelewa? Sasa kama utapata majibu ya hayo maswali utagundua kwamba they are not serious kwenye hii michuano, na walichukulia ile yale kwamba tuna capacity, tuna uwezo wa kupata matokeo katika uwanja Benjamin Mkapa, tumetengeneza kama ndio ngome yetu na kwa Mkapa hatoki mtu, lakini pia tumekuwa tuna tabia ya kuingia katika hatua ya makundi na robo finali. Kwa hiyo waliingia sio kwa kufanya analysis, waliingia kwa kubebwa na experience na matokeo ya nyuma bila kujua kwamba soka la kisasa limebadilika. Kwa hiyo hiki ambacho wanachokipata ndio kitu ambacho wanastahili kukivuna kutokana na investment walichokiwekeza. End product yake ndio hii. Watu watakuwa tu wanajaribu kuzungumza maneno na nini kuweza kupamba na kulemba, lakini Stade Malien ni timu ya kawaida ambayo Simba angekuwa katika ubora alikuwa anatakiwa kupata matokeo. Angalia nafasi ambazo anakosa Joshua Mutale. Tulikuwa tunazungumza kila siku, watu wanazungumza wanamnyoshia kidole Dube kwamba hawezi kuscore Andy Boyle, lakini Andy Boyle na Dube hawajapata nafasi za wazi kama ambazo Simba wanazipata. Unamzungumzia mtu kama Josan Soa anapata nafasi ambazo hata Andy Boyle hajawahi kuzipata. Mzungumzie Mutale, mzungumzie Mpanzu, ni watu ambao wanapata clear chance. Ni swala tu la kuwa na mtu ambaye ana utimamu na maamuzi ya kuweza kuscore. Hii mechi mpaka dakika 15 za kipindi cha kwanza Simba alikuwa anaongoza magoli 2 au 3, ila kwa sababu umekosa wachezaji wenye ubunifu, wenye uwezo mkubwa, wenye quality kubwa, ndio maana wanapata matokeo yao. It was a simple game kwa Simba leo hii. Stade Malien wamecheza katika kiwango kibovu, katika kiwango ambacho walikuwa kwa very disorganized. Haikuwa ni timu ambayo unaielewa kwamba ina plan gani katika mechi ya leo, wanakuja na system gani. Yaani ulikuwa huwezi kuelewa. Kuna wakati unaona nyuma wako 7, wakati unaona mbele wako 8, nyuma macha mtu mmoja. Ni timu ambayo ilikuwa imeingia kucheza wakitegemea intensity na fitness utimamu wao, kwa sababu ni vijana wanakimbia eneo kubwa, lakini maelewano kama timu hawakuwa nayo. Hawakuwa na mpango thabiti zaidi tu ya kuweza kuamini kwamba wakipokonya mpira wanatakiwa waweze kukimbia kwenye flanks, wasubiriane wakafunga. Kwa binafsi nafikiri Simba amefungwa na timu mbovu kwa sababu na yeye ni mbovu mwenzake. Bwana wewe, Simba amefungwa na timu mbovu kwa sababu na yeye hakuwa vizuri, alikuwa mbovu, kwa hiyo wamekutana na ndio maana Simba amefungwa. Si maneno yangu, ni maneno ya Chifu Zobane Kamazum Fela. Lawama zinakwenda kwa kocha kwa asilimia ngapi? Meneja Pantev. Nilizungumza. Mimi kazi yangu tu ninazungumza, baadaye mnakuja mnanilifaa katika namna ya tofauti. Nilizungumza siku ya kwanza kwamba kila mmoja alipeka shutuma na lawama kwa mwalimu. Kwa nini kocha ameanza kupanga, hajapanga washambuliaji? Mechi ya kwanza ile inakuaje zidi ya Petro, ameacha nje, ni mwalimu gani? Wakaichukua hiyo agenda kwa sababu ni watu ambao siku zote tunapenda kutafuta, tuna shift burden na kuweza kutafuta excuse. Kwa hiyo kuna kitu pekee cha kufanya ni kumhamishia makosa nani? Kocha. Nikamwambia hivi, kwa mtu ambaye anauangalia mpira kitaalamu, mwalimu yuko sahihi kwa 100%. Unaelewa? Simba bado hawajakuwa na stamina, hawajakuwa na ubora, hawajakuwa na uwezo wa kuweza kuhimili kucheza wakiwa na maeneo yote yametimia, kwa maana kwamba wawe na walinzi wakati pembeni, wawe na viungo wakabaji washambuliaji na wawe na washambuliaji. Timu yao haina balance. Timu yao haiko fit. Timu yao inakosa uwiano wa namba katika maeneo yote. Kwa hiyo mwalimu ameshaliona na there is no way ukafanya ligi inaendelea mwalimu akosajili timu ndio umesajiliwa ndio unayo hiyo, una mligo ndio unamtegemea kubebe katika michuano hii. Kama nilivyokuambia, una mligo, una Nangu, una Yakubu, una hao wengine. Siwavunjie heshima, ni vijana wa Kitanzania ambao tunategemea wafanye vizuri, wapate experience na baadaye waje kutusaidia. Lakini ninachozungumzia kwamba level yao ni level ya kwenda kujifunza. Yaani sio wanakwenda kupewa mzigo mkubwa. Yaani unatakiwa uende pale Simba kwenda kusubiri. Itakiwa Mohamed Hussein anapochoka sasa, timu inatafuta matokeo, ndio unamuinua mligo. Ingia.
Unaona unakuwa na beki kama labda kipindi kile Inonga au Joshua Nyango, umeona kwamba fika tu pengine anapata injury dakika 80, unakwenda kufanya uwezekano kwenda kukaba, unamuinua Wilson Nangu unampa dakika 5 10 akaonyesha kitu. Kwa hiyo vijana ambao wanatakiwa kutengenezwa. Sasa angalia walipo akaona hii timu inakosa balance. Kwa hiyo ili tengeneze uwiano na katika timu tunaanza kutengeneza eneo la defense. Alichokiamua akapanga viungo wengi kwenye timu, akaua mshambuliaji ili kwanza aweze kujihakikishia eneo la ulinzi ili baadaye ndio aanze kushambulia, kwa sababu goli lina come after possession. Ukiposesi mpira utafunga tu. Yaani ukiposesi mpira utafunga tu, na ukiona uwiano wa namba katika maeneo utafunga tu. Leo ukiangalia vijana wampata magoli mawili kwa sababu walikuwa wanafika. Na ukiangalia magoli mawili waliofunga ni magoli ambayo hayakuwa planned, ni magoli ambayo yametokea by mistake. Ila kwa sababu walikuwa zikitokea mistake, wapo kwenye maeneo, wamekutana mipira. Goli la kwanza ilikuwa ni issue defense, kuweza kuclear mpira. Wamechelewa kuclear, ipo kwenye eneo, akafunga. Goli la pili wamechelewa kuclear kona, hakuna mpango mzuri umefunga. Kwa hiyo ukiwa katika maeneo sahihi na idadi ya namba, una uwezekano mkubwa wa kupata nafasi. Kwa hiyo mwalimu aliliona hilo, ndio maana akaamua kupanga viungo. Akatoa washambuliaji, kwa maana kwamba angepanga washambuliaji, timu ingekosa balance. Leo hii Simba wameanza kipindi cha kwanza wakiwa na watu 6 kiwanjani. Wao hawajaliona hilo. Timu ilikuwa na watu 6 tu kiwanjani. Na kama Said Maleno ungekuwa kwa makini mpaka half time alikuwa na goli 5. Tumeshuhudia hapa wote. Timu imeanza ikiwa na mpira ina watu wote 10. Ikiwa ina mpira na watu 6. Kwa maana kwamba ukimwangalia mwalimu hawezi kukuofa timu ikiwa ina mpira, kwa sababu ni mtu wa mwisho. Na tutasema ni wale washambuliaji wa kaliba ya zamani, sio wa kisasa, ambao wanatamani wakae pale mbele watumie nafasi. Kwa hiyo timu ikiwa iko out of the position hawezi kuadi kitu kwenye timu yako, unamtoa. Mtu kama ukimchukua Jincha Ziawa ni mzuri akiwa na mpira na kwenye baadhi ya maeneo. Timu ikiwa na mpira hawezi hata kuanticipate, anatembea. Wa pili huo unamzungumzia Mpanzu, mtu ambaye timu ikiwa ina mpira huwezi kumuona akipush. Unazungumzia Mutale. Kwa hiyo una watu 4 ambao hao wote tukiwa tuko out of the possession hawezi kutusaidia. Kwa hiyo mzigo wote unakwenda kwa watu 6 kwenye mechi ambayo una vijana wengi ambao wanaweza kukimbia katika maeneo mengi na kwa umbali mrefu, kwa sababu ni vijana ambao wanaweza kukimbiza mpira hata kwa mita 30 kutokana na energy. Wengi wa 18 17 wapo. Wanategemea nini? Ndio mpaka half time Simba ilikuwa iko open, ilikuwa iko much more vulnerable kuweza kushambuliwa na wakafanya makosa mengi ambayo kuweza kuadhibiwa. Kwa hiyo ilikuwa ni mwalimu anataka aonyeshe kwamba mlichokuwa mnakihitaji sio kitu cha kitaalamu. Kwa hiyo hapa wakulaumiwa ni watu waliofanya usajili. Wamefanya usajili ambao hauendani na quality ya mashindano ambao walikuwa wanahitaji, na ndio nikwambia kwamba kama hawatakuwa makini watajikuta wana mechi 4 wakiwa wana point. Nilizungumza kwa sababu baada ya hapa wanakwenda kucheza na Esperance, wanageuzana. Uliwaona na mechi ya Petro ilivyokuwa. Obviously akaenda Tunisia hana point. Hiyo haina excuse. Anakwenda kula magoli mengine kule. Itakuwa ni mechi 3. Akija hapa ajikaze kwa sababu Esperance mpaka sasa kiangalia, maana yake ukimwangalia Petro ana goli 4, Esperance ana point 4 na Stade Malien wa point 4. Simba ana point. Kwa hiyo kuna vita watu wangapi? Watatu. Ambaye anaonekana hapa ni kibonde ni Simba katika hawa, kwa sababu tayari Esperance ameshaangusha alama 2 nyumbani dhidi ya nani? Stade Malien. Ameenda kuchukua 2 ugenini. Kwa hiyo timu pekee ambayo inaweza kumfanya afuzu na aweze kuwa comfortable, kwa sababu itamlazimu aweze kurudi Mali ambako hana uhakika. Lakini pia itamlazimu acheze nyumbani akiwa na Petro, mechi ambayo Petro anaga home au away wanafunguka. Ni mechi ngumu. Kwa hiyo mtu pekee ambaye anatakiwa ampatie alama 8 ni Simba. Kwa maana ashinde nyumbani kwake, akija huko ashinde ili anapokutana na Stade Malien au anapokutana na Petro tayari ana alama 8 kibindoni. Kwa hiyo kuna uwezekano Simba akajikuta na mechi 4 akiwa hana point. Ndipo aanze kufikiria kwenda wapi? Kwenda Petro Angola. Then amalizia hapa. Naweza kwamba kama hatakuwa makini atajikuta anapata pointi 1 au ana point, atakwenda kuwa ni historia tofauti. Sikuongea tu kwa maana nini, nimeangalia wanavyocheza. Kwa hiyo ni lazima wakubali kwamba timu yao haikuwa tayari kwa ajili ya mashindano ya msimu huu. Waliingia kwa mazoea, kwa maana kwamba sisi ni timu kubwa tutapata matokeo, lakini hawako tayari. Naamini kwa kundi ambalo Simba wapo, hata angekuwa Singida, angekuwa Azam wangepata point. Ni kundi very weak. Ili kundi very weak la Simba, very weak. Ila kwa sababu wote wamekutana, anaangusha point. Bwana wewe, Chifu Zobane kama Mfela kuanzia leo wakati tunachambua makundi, yeye alisema kundi la Yanga halioni kama kundi gumu, ila ni kundi lenye ushindani kwa Young Africans. Lakini kundi la Simba alisema kabisa Simba
ni nafasi ngumu kweli kweli kutoboa ukitazama kundi lake, kwa sababu timu zote zipo kwenye level moja. Lakini mambo yalikuwa mengi, kama si matusi basi lawama zilishushwa kweli kweli, na sasa lile bigi la Newcastle linasema kiko wapi? Tunayaona kwa vitendo, tunayaona hadharani mambo jinsi yalivyo kwa klabu hii ya wekundu wa Msimbazi Simba. Shughuli ni nzito kweli kweli. Je, Simba atapata alama kwa nani ili asonge hatua ya robo finali? Bado safari ni ndefu, lakini kwa namna ambavyo kundi la Simba lilivyo, Salamba, tunaiona nafasi ya Simba robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, ama bado shughuli ni nzito kwake na huenda tusimuone kabisa kule robo finali? Ukiangalia kwa maana ya namba, yes, kwenye hesabu za kujumlisha, kama utakuwa unakaa unapiga hesabu za vidole, nafasi ipo, kwa sababu mpaka saizi maana yake ameluzi alama 6 okay, katika alama 18, yeah. Bado kuna alama 12, kama anashinda zote obviously anakuwa nafuzu. Yaani ashinde mchezo zote zilizobakia. Inawezekana. Yaani amfunge Esperance home and away, amfunge Petro, amfunge Stade Malien, anafuzu bila shida yoyote. Lakini je, kwa uhalisia ukienda kwenye reality nafasi haipo. Kwa sababu mpaka tunapozungumza, yeah, Esperance ambaye ndio yupo katika top 5 ya ubora, yes, ndio ana alama 2. Ndio ana alama 2. Wenzake tena wana alama ngapi? 4. Ambako sasa katika mechi inayokuja watakutana wale. Watageuzana wale. Kati ya Petro na mwenzake. Petro na Stade Malien wanageuzana. Yeah. Kwa maana Petro anakwenda kwanza Mali, alafu tena kwa kumalizia. Kwa hiyo huwezi kujua. Kwa hiyo kama yeye atashindwa kukusanya alama 6, yes, au 4 kwa Simba, anakuwa kwenye wakati mgumu. Kwa hiyo lazima amalizane na Simba ili wale kule wauane wenyewe. Kwa hiyo kimsingi, lakini pia atuzungumzie tu kama labda Esperance au pengine uzungumzie pengine ni issue ya Stade Malien. Yeah. Tunachokizungumzia hapa ni kitu kimoja kikubwa sana. Ni kwamba je, kinachoonyeshwa kina reflect huo ubora? Yaani ambacho wanakionyesha, yeah, sawa, klabu ya Simba kina reflect timu yao? Ni timu ya vijana, ni timu ambayo yaani hawachezi kikubwa, na hawachezi kikubwa kwa sababu wana wachezaji wadogo. Sio, unaelewa? Hawachezi kikubwa kwa sababu wachezaji wadogo. Leo iangalie Singida amekutana na timu kubwa, tunafahamu Stellenbosch, lakini unaiona timu ambayo inacheza katika plani ambayo ni timu ambayo iko matured. Ni jina tu ambalo limekuwa liko tofauti. Kwa hiyo mimi kwa hiki ninachokiona bado, kwa sababu mimi naamini vijana katika kuwatengeneza, lakini sio kwenda kwa majukumu mazito. Ya leo tunakaa kabisa, tunaanza kutegemea vijana kweli? Na nilikwambia mimi ukiangalia lile goli goli la kwanza, kipa anahusika. Goli la pili lile, kipa anacheza. Kipa ni wa kawaida, mnakuja mnampaka rangi, mnampa vitu, mnampa nguo nzuri, suti, mnampeleka mjini, mnashinikiza awe namba 1, na katika mwanzo kusema ndio Tanzania 1. Lakini mmefanya research gani? Lakini ukizungumza mtu watu hawakuelewi. Yeah. Kwa sababu watu washaamua kutegeza ufalme wa mtu, kijana bado mdogo, unampa pressure kubwa. Kwa hiyo nafikiri si vibaya kutengeneza timu. Ndio. Lakini mnapotengeneza timu iakisi na malengo mlionayo. Okay. Kwa hiyo mimi binafsi naona kwamba safari yao imekuwa ni ngumu, na siwaoni wakiwa na wakati mzuri, unless ataweza itokee miracle nyingine ambazo kwenye mpira siku zote zinakuwa zinatokea. Uhalisia haupo. Bwana, uhalisia unawakataa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Dominic Salamba Chifu Zobane kama Zumfela amemaliza hivyo. Mimi jina langu naitwa Cisco. Hakika ni shughuli nzito kweli kweli, lakini tusubiri kuona kama Simba anapata matokeo kwenye michezo yote iliyosalia. Michezo 4 hiyo, Simba kama atashinda atakuwa na alama 12 kibindoni, na hapo bila shida wala shaka yoyote anakwenda moja kwa moja tu ya robo finali. Ni swala la muda tu, na muda pia utakuja kuwa kitu sahihi na majibu sahihi tutayapata. Lakini nikukumbushe pia, endelea pia kunufaika kutoka Helabet pamoja na Jamvika na Salamba, kwa sababu hawa wameamua kushirikiana kukuletea wewe maokoto ya kutosha. Unapokuwa na Helabet bwana, basi kila siku utapata mikeka ya bure kutokea pale Jamvika na Salamba. Lakini kama itoshi bwana, Helabet unapojiunga tu kwa mara ya kwanza ama kujisajili kuwa mwanafamilia, unapata bonus ya shilingi 300 za Kitanzania. Ili kufanikiwa kupata hiyo bonus, kwenye promo code yako utaandika neno Salamba kwa herufi kubwa. Hiyo ndiyo tiketi yako ya kupata bonus ya shilingi 300 za Kitanzania. Muda ni sasa, muda ni wakati huu. Fanya hivyo ili uweze pia kutengeneza maokoto yako mazuri kweli kweli. Hatimaye Simba anarejea Tanzania
na anakwenda kumaliza mwaka kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika bila alama yeyote ile, yani 0-0. Dominic Salamba, kongole sana bro, lakini labda utuambie tu Javika na Salamba nini hasa ambacho tunakitarajia nyakati hizi, kwa sababu mechi ni nyingi na zote hizo ni kwa ajili ya sisi wana familia wa Maokoto. Tulishawaambia leo palikuwa pana odds tatu za Stade Malien. Tuliwapa kwamba itapata matokeo, imeweza kutoa. Palikuwa pana odds 1.70 over 1 mechi ya Singida imeweza kutoa goli moja kwa moja. Unaona? Kwa hiyo ni matokeo ambayo tulikuwa tumesha watu waeleza, kwa sababu tunafanya critical analysis na kuweza kuangalia. Kwa hiyo kufanya ni kuendelea kutuamini na kuendelea kutufuatilia kupitia platform zetu zote. Na namna kujiunga ni very simple. Wewe hujachelewa. Chukua simu yako, andika nyota 150 nyota 50 nyota 1 leli, ndio unaweka namba ya kampuni 610 251 28, kisha unaweka kiasi kwa siku 1000, kwa wiki 5000 na kwa mwezi 1500. Baada ya hapo unaweka namba ya simu, yani namba yako ya siri ya mtandao wote ambao unaotumia ambao unapatikana katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kisha unapiga okay, utapokea ujumbe kutoka Salamba TV na Selcom kwamba umejiunga na uko tayari. Lakini kitu kingine pia nafikiri mashabiki wa Simba pia wanatakiwa kuendelea kumshukuru mwamuzi kwa kile ambacho alikifanya. Ni ushujaa wa hali ya juu, ameweza kuwasaidia kwa sababu ile ilikuwa ni advantage. Tuambie ukweli. Kipa kacheza fouls, lakini ikawa na advantage, mpira unakwenda mbele, anatokea mshambuliaji ambaye hakuwa offside, ametokea nyuma anafunga goli, mwamuzi anaamua kuhusu tukio la awali wakati mpira tuna stimulate magoli. Kwa hiyo ilikuwa ni favor ya hali ya juu ambayo mwamuzi aliweza kuitoa, lakini mwisho siku bado Simba hawakuweza kuitumia vyema, kwa sababu ilikuwa ni hatua ambayo ya kwenda kutanishi mpira. Kwa maana matokeo wangeweza baada pale kuweza kurudi kwenjani na kupata sare kuweza kushinda, lakini kutokana na level yao na kiwango chao kilikuwa ni cha kawaida, wameshinda kupata matokeo. Hadi wakati mwingine tunasema waila lika, maasalam.